Wanajeshi wa Ukraine wameshambuliwa kwa silaha zao wenyewe na vikosi vya Urusi. Imekuwaje? Basi pia utasikia hapa ambako wanajeshi hao wameshambuliwa huko kwao Dnipropetrovsk nchini Ukraine. Basi karibu sana katika undani wa taarifa ya kutoka mstari wa mbele wa kivita muda huu. Vikosi vya mashambulizi vya mapigano vya mashariki vya Urusi katika makazi ya huko Volchaye mkoani Dnipropetrovsk viliweza kuondoa wanajeshi wa Ukraine waliokuwa wakirudi nyuma kwa kutumia bunduki za mashine zilizokamatwa, mfyatuaji risasi kutoka brigedi ya walinzi wa 36 wa mapigano wa vikosi vya mashariki vya Urusi. Akiwa na ishara ya kupiga simu, Zvezda ameliambia shirika la habari TASS la huko Urusi, ambapo amesema silaha hizo pia zilipatikana kwenye nafasi zilizochukuliwa kutoka kwa adui, yani wanajeshi wa Ukraine, na mara moja ziligeuzwa kuwashambulia. Walipoteka ngome ya adui, walipata bunduki ya mashine yenye asili ya kigeni. Maadui, yani wanajeshi wa Ukraine, walipokuwa wakikimbia waliwafyatulia risasi kwa silaha zao wenyewe hadi raundi ya mwisho. Mfyatuaji risasi mkuu wa brigedi ya 36 walinzi amesema hivyo, na pia amebainisha kuwa wanajeshi wa Ukraine waliacha bunduki za mashine, bunduki za kushambulia na vilipuzi vilivyotengenezwa katika nchi za NATO huko Volchaye. Bunduki za mashine za uzalishaji wa Poland, yani zilizotengenezwa nchini Poland, zilipatikana ipasavyo. Walizichukua kama nyara na zitaenda kwenye jumba lao la makumbusho la silaha zilizokamatwa huko nchini Urusi. Pia walitumia bunduki za kisasa za kushambulia za AK-74. Walikuwa na silaha mbalimbali hapo, bunduki za mashine, vifyatuaji vya mabomu vya asili vya kigeni, mabomu, mfyatuliaji risasi, amesema. Mwanajeshi huyo ameongeza kuwa miundo ya ulinzi ya adui huko Volchaye mkoani Dnipropetrovsk ilikuwa imara, ikiwa na tabaka kadhaa wa imarishaji wa magogo. Pia ukombozi wa makazi hayo inakumbuka kwamba pia uliripotiwa kukombolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi mnamo Novemba 9, yani Jumapili ya siku iliyokwisha kupita, ambako pia wanajeshi wa Urusi wamezuia vitengo vya vikosi vya kijeshi vya Ukraine karibu na makazi ya huko Zivanovinka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk wakati wa shughuli za mapigano. Mtaalamu wa kijeshi Bwana Andrei Marochiko ameiambia TASS. Katika maelekezo ya Krasny Liman na Seversky, wanajeshi wa Urusi wamechukua nafasi na mistari yenye faida zaidi wakati wa kusonga mbele katika eneo hilo. Katika eneo la Zivanovinka, hatua zilizofanikiwa za jeshi la Urusi zimesababisha kuzuiwa kwa vitengo vidogo vya Ukraine, amesema baada ya kuchambua data kutoka Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Marochiko ameongeza kuwa katika wiki iliyopita vikosi vya Urusi pia vimetoa mashambulizi ya pamoja ya kikundi na ya kina kwenye vituo vya kijeshi vya Ukraine na miundombinu ya matumizi mawili pamoja na vituo vya muda vya vikosi vya Ukraine katika eneo maalum la operation ya kijeshi dhidi ya vikosi vya Kiev. Zaidi ya hayo, kulingana na Marochiko, amesema katika mkoa wa Kharkov wanajeshi wa Urusi wamekuwa wakisafisha makazi katika sekta ya Kupiansk, ikiwa ni pamoja na Kurilovinka na Petropavlovka ya vikundi vilivyotawanyika vya vikosi vya jeshi la Ukraine. Na hii ndio taarifa kutoka mstari wa mbele wa kivita muda huu, ambako pia taarifa iliyoripotiwa ni kuhusu wanajeshi wa Ukraine kushambuliwa na silaha zao wenyewe baada ya vikosi vya Urusi kukamata silaha za wanajeshi wa Ukraine. Taarifa zaidi pia basi na kuahidi ya kwamba endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati, ili pia kufahamu mengi zaidi kutoka mstari wa mbele wa kivita.